kipimo cha rehema za Mungu, kipimo cha rehema za Mungu. Andika kipimo cha rehema za Mungu, na bado tunaendeleza ujumbe ambao tulianza Jumapili iliyopita. Sote katika rehema za Mungu kuna vipimo ambavyo viko ndani yake, ili sote katika hizi vipimo zitakuwezesha wewe ku make sure kwamba maisha yako mwaka 2026 rehema ya Mungu iongezeke na neema ikazidi, ili sote tukaweze kufanikiwa. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na katika ile kipimo cha rehema inapozidi katika maisha ya kila mtu, unakuta kwamba unapendwa zaidi juu ya watu wote. Unakuta kwamba wakati rehema imeongezeka ndani yako, unapendwa zaidi kuliko watu wengine wowote. Upendo unazidi. Sio na chochote ambacho unafanya kinakuwa chenye upendo, na upendo wa Kristo unazidi na unaongezeka ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Je, upendo utakapokuwa umezidi, ni nini ambacho nitakachopata ama nitakachofanikiwa? Mtu ambaye ni mwandishi, rehema za Mungu kama unaandika, sinafanya mtu kupendwa zaidi juu ya watu wote, hata wale wako na maarifa zaidi kukuliko wewe. Rehema ya Mungu inapozidi juu ya maisha yako, inasababisha kwamba wewe unapendwa zaidi hata kuliko na walio na maarifa. For example, kwa sababu najua kwamba wengi wako silolana kama pasta. Haleluya. For example, kuna wengine wanaweza kuwa wanafanya kazi katika ofisi mbalimbali, lakini wewe unapendelewa. Hauna maarifa mingi, hauna elimu kubwa, lakini unapendelewa, unaaminiwa kupewa nyadhifa kazini ambayo imezidi ya wale watu ambao walisoma. Unaaminiwa. Sote tunakuta kwamba wewe katika mazungumzo yako huwezi zungumza kwa hadharani kama watu wengine. Unakuta kwamba unapendelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanapewa vitu kulingana kwa fulani, chako kinasitishwa kwa sababu ya kupendelewa. Ujua kwamba rehema za Mungu zimezidi, zimekuweka juu ya watu wote wenye maarifa, zimekuweka juu ya watu wote wenye elimu, zimekuweka juu ya watu wote wenye ujuzi, zimekuweka juu ya watu wote walio na hekima. Wewe unapendelewa zaidi. Sema amina kwa jina la Yesu. Na ninaomba mwaka 2026 upate rehema juu yako zaidi kuzidi watu wote. Unakuja ya kwamba katika familia, huenda wewe ni mdogo, lakini wewe ndio ulio na uamuzi wa mwisho. Sio ya kwamba rehema za Mungu zimezidi juu ya maisha yako na zinakupatia usemi. Sio katika ile boma ukipanga jambo lako halitashindwa, jambo lako litafanikiwa. Ukielekeza familia wataweza kufanikiwa. Sema amina. Wewe ni mdogo, lakini uko na neema ya kuadvance familia. Hakuna jambo linafanyika pasipo kukuuliza wewe. Jua kwamba rehema yako imezidi kupita wenzako wote. Tokani sio umepata hiyo nafasi. Tumia hiyo nafasi vizuri kwa jina la Yesu, na Mungu akaweze kukuinua. Sema amina kwa jina la Yesu. Unanisikia lakini? Are you getting me? Yes. I am back here kwa microphone. Nataka tusome maandiko. Hallelujah. First Samuel chapter 16 verse 6. Na tutaruka tuende mstari wa 13. Mimi siwezi soma yote. Nataka kuandike from 6 mpaka 13, hiyo ni yako. Mimi ni mtu wa kuruka, kuchampu kwa sababu time haiko pamoja nami. Si kweli? Nani anatamani rehema za Mungu ziongezeke juu ya maisha yake? Rehema za Mungu zikaweze kukubeba. Mahali popote unaenda unakubalika. Mahali popote unafanya kazi unapendelewa. Watu wanainuka na fitina juu yako, lakini wenye wanainuka na fitina wanaenda. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo, na ufanikiwe kwa jina la Yesu. First Samuel chapter 16 verse 6. Alafu tujump tuende 13. Nasoma kwa uwezo wa Mungu. Ikawa alipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, lakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zako. Mstari wa 15. 3. Ndipo Samueli akawatwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka, akaenda zake Rama. Bwana Yesu asifiwe.
tunakuja tunaangalia Yesu katika familia zake. Yesu alikuwa na familia na watoto wake wote. Mungu akaweza kutumana Samueli katika familia ya Yesu ili akaweza kuanointi mfalme. Lakini unakuta kwamba kuna watu walikuwa wenye hekima, kuna watu walikuwa na mwili mzuri, kuna watu walikuwa na ufahamu, kuna watu walikuwa wenye uwezo, kuna watu walikuwa maarifa. Vijana wa Yesu wakubwa ambao ndio wangeamua mambo ya familia, hao ndio wangeamua mambo ya pema, hao ndio Yesu angekaa nao chini akaweza kushauriana nao, hao ndio Yesu angeongea na wao. Lakini wote waliweza kuletwa wakapitishwa mbele. Lakini Samueli akasema ya kwamba je, watoto wako wote wameisha? Lakini wakati ambapo akasema kuna kamecha kamesalia kule kanachunga kondoo, akasema mwete hadi aketi mpaka akafike. Nataka nikuambie leo, uende katika jamii, katika familia, watu hawakuoni kama wewe ni mtu wa maana, hawakuoni kama unafaa kitu. Lakini nataka nikuambie leo, pokea rehema. Wewe ndio utakayeamua, wewe ndio uliyepakwa mafuta na Jehova, wewe ndio uliye na usemi katika hiyo familia. Wewe ndio Bwana ameamini katika familia yenu, na ndipo imepatikana katika ibada ya leo. Mtumishi wa Mungu akasema wengine mmebeba neema ya familia. Nataka nikwambie ni wewe ndio Bwana anayetaka, ambaye umepata neema zaidi ya kuzete mandogo zako. Kuna watu mahali hapa katika jamii, hata ukihesabu namba ya hesabu haiwezi waruhusu kuongea katika familia yao, lakini kwa sababu ya hiyo neema, Mungu aliwapa rehema. Hao ndio wanaongea na wazazi wanawasikiza, au wakiongea kila mmoja atanyamaza. Hiyo rehema ikashuka ndani hapa, hiyo rehema ikaongezeka ndani hapa. Katika huduma unapata kwamba kuna watu wengi walikudharau kwa familia yao, lakini wakati unasimama unatumika, watu kila mmoja anakusekeza. Unaponya mataifa, wao wakiumia katika madharau yao. Wewe ndio Mungu atachukua na Mungu akakuanointa. Simama kwa sababu kawa rehema kupita watu wote. Umerehemewa na Jehova. Rehema ikaongezeke mwaka huu, ukaweze kusimamisha familia, ukaweze kusimamisha jamii, ukasimamisha hiyo ndoa, kwa sababu wewe ndio Bwana aliyekurehemu kuzidi watu wote. Maarifa yake imezidi zaidi, neema yake imezidi zaidi. Hata kwa ukienda kazini, unakuta biashara haiwezi fanyika pasipo wewe kuwa mahali pale, kwa sababu neema imeongezeka. Kuna mambo yanashinda watu, kuna watu walisoma, kuna watu walipata degree, kuna watu walisomea hiyo kazi unafanya, lakini wewe unafanya bora kuwashinda wao. Neema ambayo iliyo juu yako imewazidi wote. Haijalishi kisomo, rehema inakubeba, rehema inakufanikisha, rehema inakuingiza mahali, rehema inakupa kibali. Wakitafuta mtu wa kupea promotion, wanaona ni wewe umestahili, au wengine bado, kwa sababu ya rehema inakupa promotion. Wakiangalia wewe, watu wanaoshauri kampuni, wanaoshauri mabosi, wanaona ni wewe uliye na qualification cha kushauri huyo bosi, anahitaji ushauri wako. Wanabosi jina lao, umepewa kibali, sio watu wote. Sema ndio. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa chini siku moja na mtumishi wa Mungu akaniambia, pasa, nimechukua maombi mfungo kuombea kampuni tukaweza kupewa tenda. Na by the way, kuna watu pale Fere wanakaa kwa neema ya Evans Mologo, kwa sababu alichukua tenda, alichukua maombi ya kufunga na kuomba. Rehema ile ya Mungu ile juu yake ilimwambia pepa wana wote wa Fere, pepa management yote ya Fere, kwa sababu ya rehema yako umewasitu wote. Hakuna hata mmoja alikuwa na akili ya kufunga ili wapewe contract moja, lakini wao kafunga. Lakini kwa sababu ya ujinga wao wakasahau mtu mwenye rehema aliyeombea kampuni, aliyewasimamisha. Unakuta wanakukejeli, unakuta wanakufanyisha kazi ya punda, lakini wewe ndio umebeba hiyo neema, na watadaiwa kwa hiyo rehema, watakosa kulipa kwa sababu ulisimama, ukasimama kama chombo. Mwanangu, nataka nikwambie, simama tena. Uliwaombea wakashinda vita, wakakuongea, wakakusengenya, wakakudharau. Hata ule mume kazi aliye nayo ni maombi yako. Endelea kusimama kwa sababu ya Jehova amekupa nafasi. Sema ndio.
Kuna wamama sahi katika ndoa zao, wao ndio wanaamua maisha ya ndoa, ndio wewe unafaenda halo, kwa sababu walikutana na wanaume wasembe ambao hawana vision ya leo, hawafikirii kesho. Wewe Mungu amekupa rehema ya kupanga wewe mwanaume, panga yeye kabisa, panga yeye, badilisha maisha yake, kwa sababu Jehova amekupa neema ya to change life. Amen. Haleluya. Amina. Usiishi na mtu tu ati kwa sababu yeye amelala wewe pia ulale. Fungua masikio, fungua macho. Anza kumake sure kwamba unabadilisha familia. Mtaomba pata lele, mtategemea watu kusaidia pata lele. Wakati ambapo rehema ya Mungu inakuwa juu yao, ili ukafanya kitu ubadilishe maisha. Kwa sababu Mungu amependelewa na wewe, amekuruhusu kainuke, inuka. Halo. Miaka ya 19 Swancha ndio tulikuwa na housewife. Halo. Miaka ya 19 Swancha ndio tulikuwa na housewife mwenyewe. Basi ukiwa kwa hii kanisa na wewe ni mama, unangoja mwanaume aende kazini akuletee mboga, akuletee vitunguu, akuletee kila kitu. Wewe ni susu. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa pia wewe ukachitume ukafanye kitu. Sio ati unabadilisha maisha. Mnakuondesha wanaume wanaishi na stress. Wanatembea wanaongea kwa barabara peke yao. Wamepewa rehema. Asa na ukaranga vya asikaraya. Ingiza pesa, change maisha ya familia. Amen. Haleluya. Si kukaa tu. Wanawake wengine unawaachia pesa mingi, unaniachia 200. Wewe uko na ngapi? Sio tafuta sana. Waache kulalamika na kulia wao. Hiyo 200 kuna watu wamesweti nayo. Kuna watu wanaumia, kuna watu wameteseka. Hata wakiwa kazini hawakui. Ili upate hiyo 200 wewe na bado unalalamika. Ndio chinga inuka, anza kufanya kazi, chenga familia, chenga boma. Watoto wanahitaji kusoma, watoto wanahitaji kuelewa. Rehema yako bebewa. Usitu watu wote, ondoka chini, tengeneza maisha. Haleluya. Kwani msaa kicha na 50 wewe uko na 20, si 70? Si maisha yamesonga. Bwana Yesu asifiwe. Na wanaume pia waache kuficha pesa wakihesabu kwa choo. Ili sio tabia wakoe wasi waweke pesa wapi? Nyumbani, ili maisha yaweze kuenda. Sema amina. Ukiitisha pesa, kuna mikono ambayo sinajua ya kwamba nimeshika ni 50, hii nimeshika ni 100, anahesabu pesa ikiwa ndani ya mfuko na akitoa akosee. Hiyo roho na ikataa kwa jina la Yesu. Umetafuta kuacha familia kwa ajili ya misasi, ndio sema amina. Umepewa rehema kupita wote. Alo, mwambie mtu nimepewa rehema kupita wote. Ndio that is why ninajituma. Ndio that is why ninafanya jambo ili mpingi njia ya kwamba kuna mtu mpambanaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, mbingu haitaki mtu ambaye ni lazy. Mbingu inataka mtu mpambanaji. Ndio that is why tunasema maombi tunapambana na kazi pia tunapambana ili to make sure kwamba familia tunaijenga vizazi. Mtu wa Mungu ni makosa sana uishi maisha ya baba yake alikuwa babu yako. Babu yake aliishi hakununua hata baisikeli. Wewe pia bei huko uko nayo. Baisikeli huna. Na baada Yesu ni Bwana, nimeokoka naenda mbinguni. Mbinguni hawaendi wazembe. Wanaenda watu wa kujituma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia mtu muulize miaka uko nayo 30 uko na nini? Muulize uko na nini? 30, 25, 30, 40. Uko na nini? Ni mdomo mwingi na uchuaji. Mwambie punguza mdomo, alafu hiyo maarifa ya mdomo ingiza kwa biashara, utengeneze pesa. Bwana Yesu asifiwe. Si kweli? Tunahitaji kutengeneza maisha. Wacha mtu wa Mungu, nataka nikwambie hivi. Uzembe wa Wakristo umesababisha kuonekana sisi ni wanyonge. Salamia mtu, mwambie acha uzembe ukiwa kwa hiyo huduma. Mwambie tunashikana na tunajituma. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kubwa kwa Yesu. Amen. Nimesema sema amina kubwa kwa Yesu. Amen. Namba 2, Mungu anakuunganisha na watu wa kukusaidia kufikia hatima yako. Mungu, wakati ambapo rehema ya Mungu imeongezeka ndani yako, Mungu anakuunganisha na watu sahihi wanaokukusaidia kuunganisha ama kutimiza hatima yako. Hiyo ndio maombi nafaa uombe mwaka huu. Mungu, nipatie watu walio na akili sawa. Siku moja nikasoma Biblia ikasema usitembee na watu walioharibika akili vichwa zao. Kumbe kumaanisha kuna watu walioharibika akili vichwa vyao. Ona kutana na mtu anafikiria tu kukula.
Unapokutana na mtu pale vile anakuambia, mchungaji, nipe tu lunch. Mtumishi, nipe tu lunch. Yaani, fikiri kitu kingine lunch tu. Ambia nonsense. Bwana Yesu asifiwe. Hope and restoration, ukikutana sasa hivi mtu kwa barabara, uko na pesa yako, mtu anakuomba pesa ya lunch, usimpatie kwa sababu yeye ni msembe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pesa zako weka mpangilio nani? Na hiyo pesa unampatia lunch unampatia 200. Hiyo 200 imekuwa imekufanyia kitu kingine. Weka pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine unakuta andi wa mchomba angeomba nikamtumia pesa. Unitumie yeye ndio nani wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia mtu leo, acha ile roho ya huruma ya kujipendekeza kwa watu wenye hawana haja na wewe. Kama ni mtu mwenye anakusaidia, mbona wewe umempa? Yeye ataikupa. Umetatua shida leo, ukikutana kesho, dada alinisaidia lakini mimi sijui nilizaliwa vipi. Mimi ndio nilikuza. Anaweza asidio. Mimi sijui mimi yani ni kama hii dunia niliumbia kuteseka. Sasa wewe hii dunia kiumba haukuwepo, haujui nilikuwa anakuelezea kusaidia. Anaweza asidio. Kuna watu ambao mwaka huu wanatumwa kukumake sure kwamba wanakurejesha nyuma. Wanakula kile kiko kwako, wanamaliza wanakurejesha nyuma. Wanaweza asidio. Aya, sasa nataka nikwambie hivi. Ukinunua unga paketi zako 3-4, umeweka kwa jumba, umepiga hesabu ya mwezi. Bwana wewe. Jirani akija mwambie bwana chisodi kwa. Na ni ukweli kwa sababu itaharibu budget na hautafikia malengo. Bwana Yesu asifiwe. Ni sasa sisi tunakujifanya ati bwana sisi ni waungwana, lakini budget inafaribika ufikii malengo. Pastor leo umeamwaje? Wakule kwao. Bwana Yesu asifiwe. Chakula umenunua, nimepanga budget yangu na familia yangu. Ninajua kwamba familia yangu inakula chakula kiwango fulani kufikia kwa muda fulani. So that ninajipatia period ya ku make sure kwamba ninatengeneza pesa nifanye kitu kingine. Haleluya. Wewe imagine unasikia raha unaishi Mombasa. Ukienda nyumbani ndugu yako amecheka nyumba, ako na ng'ombe, ako na pikipiki. Wewe Mombasa hii hauna chochote. Na bado watu wanakula kwako wenye uliwakuta tauni hii. Mwambie wewe. Ambie mchezo sitafanya. Nawaambia ukweli, kama mwaka huu unataka kutajirika, ondoa roho ya huruma. Huruma iko Nairobi. Mombasa ni shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aje shauri yako unajitegemea. Mombasa mnakufunza sio? Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo yenye tumeweka huruma no. Omba Mungu alete mtu katika maisha yako, at least mtu amekuja amekula leo, kesho hii amekuja na kitu amebeba. Yeye anakuja tu mikono mitupu. Mama yake nani? Nilikuwa niko na shida, nilikuwa nahitaji tuongee kidogo, nilikuwa nataka kunishauri. Ni chakula anataka, si ushauri anataka. Kama ni ushauri anataka, aenda tafute pastor ama aende kwa chifu, ama kuna wale watu wa kutili na mental, ndio. Kuna watu wanaitini na mental problem, ndio. Wewe uchafungua pale kwako kliniki ya mental problem ya kumekisha kwamba unatibu akili za watu. Unaspendi muda mwingi na watu kuliko vile unaspendi na familia yako. Wakwende ili sio ukae na familia yako uspendi time. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mbona msemi hivi? Ninaanza kuingia sasa ndio. Kuna nini naingia? Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, imagine kutoka Januari mpaka Disemba, miezi 12, hauna kitu. Hauna kitu. Ile kitu yenye uko nayo, ulikopesha nani pesa na amekataa kukulipa. Unamdai mpaka miguu umekanyaka solo kwake, ndieka solo ya viatu imeishi. Unamdai hiyo pesa na akulipa. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu wanangu, tengeneza pesa. Kataa wale watu hata anakuja kwako anakupenyea meno na anakula. Akitoka hapo ndiye anaenda kukuongea mbaya na tena amepata poka point ya chakula yako ndiye anampa nguvu ya kuongea. Tena cha kuongea. Yule naye anajifanya yule unamuona yule kwa sababu ya chakula yako. Akwete kwa jina la Yesu Kristo, watoke kwa boma zetu. Bwana Yesu asifiwe. Make sure kwamba unakaa na watu walio na akili fresh. Wale watu at least leo hii nimekusaidia. Kesho hii nawe nisaidie, si ndio?
Lakini kutoka Januari mpaka Disemba unasaidia mtu na hasaidiki, ule ni fala, waachana naye. Bwana Yesu asifiwe. Atakupotezea muda na utakosa kufikia malengo. Ukiona umesaidia mtu na hainuki, umemsaidia hainuki, ujue kwamba hiki ni kibaraka kikakuja kukufinyilia ukae kama yeye. Toka kwake, jipange maisha. Bwana Yesu asifiwe. Maisha sasa iko mbio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ukitaka kujua maisha iko mbio, tembea kwa hii barabara tuone kama utaokota 1000 kwa barabara mwenye ameangusha. Mtu anaweka kwa mfuko na anachukua uzi anafunga kwa ndani. Hata akipita feri, mtu wa feri akipika mkono, huku chini imefungwa. Haiwezi toka. Fikira mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi poteza pesa. Alafu wewe mtu anakuja kwako na machozi ya mamba, wewe unachukua pesa yako na mkopesha yenye ulikuwa umeweka miradi naye. Pesa ya miradi haikopeshi mtu. Naongea na mtu. Pesa ya mradi na nikikupa kazi ufanye, sitaki sababu. Nataka kuona kazi. Haleluya. Mwaka huu nataka nikwambie kuwa principle wa pesa zako. Na Mungu akupatie watu sahihi, watu ambao hawafai waondoke katika laini yako. Rehema ya Mungu inaposidi ndani yako, anakuunganisha na watu ambao sio pattern. Anasosiviwe. Anakuunganisha na watu wa kuongeza value katika maisha yako. Lakini miaka zote 5, 6 umekuwa na watu wa kuondoa value kwa maisha yako. Ndio ndani swali ukitembea kwa barabara unakuja watu wanafikiri unaenda kwa sababu watu waliondoa value kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kana watu wa kuongeza value kwa maisha yako. Wacha hiyo mambo ya injili yenye ulikuwa unahubiri kwa kanisani hatuta receive. Hapa hatu receive, tunafanya kazi na tukue na midamu na pesa zetu na tuweke program, tunataka tuinuke. Bwana Yesu asifiwe. Haki ya Mungu hakuna ndugu yako ako China. Mwenye pasa atakwambia receive ufikirie container utatoka China. Ukuje utafanya kazi mpaka make sure kwamba uko na midamu ya fedha ili usave. Ufungue biashara, utoke kwa biashara, ufungue kampuni, usonge hivyo, ndipo wewe pia uitishe container wapi? China. Lakini usipofanya kazi, wewe ni mseko, ukipata 500 leo, yote inaishia kwa sufuria. Utabaki kwa sufuria na hakuna siku utainuka. Change mind. Bwana Yesu asifiwe. Change mind. Kesho ni Jumatatu, usikae kwa nyumba. Ambia mtu kesho ni Monday, usikae kwa nyumba. Tembea, hata kama wewe ni mama hakuna kazi, kuna kazi za fua utapata 300. Hizo 300 ukija nazo nyumbani si umesave kitu. Haleluya. Iko kazi yako na kaa tunasema Mungu ataniunganisha na destiny. Wanatoka wapi na uko pale nyumbani? Wewe ufikie destiny helper wanatumwa pale nyumbani kwako. Destiny helper ama Mungu atakuunganisha na watu sahihi. Watakuja pale kwa nyumba yako. Wenye wanakuja kwa nyumba ni wanaotaka msosi. Wenye wanaingia kwa nyumba wanataka msosi. Sasa wanakuanga na speed kama ni chai. Uko kikombe cha kwanza ako ya pili. Kitambo ufike katikati yako ya tatu. Alafu sasa unajua siku hizi kamkate kamekuwa kadogo kweli. Sijui ni slice 12 ama ngapi. Unaona? Sasa unapika story ukimwangalia, lakini yeye speed anakimbiza hiyo mkate inakuwa ni too much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka unafikiria siku hizi unasikia watu wale, heri ununue tu mama usinunue mkate kwa sababu gani? Race. Halo? Ambie kuwa na akili. Kuwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa kanisani nataka tuchenge kanisa, tunataka tufanye miradi ya kanisa, lakini wewe hauna akili ya kuchenga kanisa. Tutachenga lini? Wewe nataka ukuje tumekufanyia. Nani amekufanyia? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza very soon nataka kutoa hizi vitu zote hapa, kila mtu anunue kiti chake. Haleluya. Nasitaki plastic. Plastic nimechoka nazo. Hizi nitapatia watoto wa Sunday school. Yeah. Sema amina. Amen. Nitatoa zote. Amen. Tutakaa chini mpaka tununue. Amina. Baadaye muulize mtu hiyo kitu umekalia. Wewe ulinunua kiti kweli? Wacha angekuwa amenunua kiti angekuwa ametafuta kazi anafanya. Na by the way sana, wewe umeshainunua kiti tangu ukuje kwa hii kanisa kweli? Bado. Na kwa hii kanisa umekaa miaka ngapi? Hata karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome maandiko. Amesema karibu bado nimemwacha. First Kings chapter 5 from verse 1 up to 5. First Kings chapter 1 up chapter 5
verse 1 up to 5. Tafadhali bio bio. Nikijenga kanisa mpya hakuna kiti ya plastiki inaingia. Wafalme wa kwanza. Basi. Mstari wa 5 wa kwanza. Mlango